Hakuna namna ambayo utamtenga kiongozi wa chama. Kila kiongozi wa chama, mwanachama ana protokoli yake ya kumsimamia, kiongozi wa tawi ana protokoli yake ya kumsimamia, kiongozi wa kata ana protokoli yake ya kumsimamia, kiongozi wa wilaya ana protokoli yake ya kumsimamia, kiongozi wa jimbo ana protokoli yake ya kumsimamia, na kiongozi wa mkoa vile vile, kiongozi wa kanda vile vile, kiongozi wa taifa. Sasa wameibuka wanachama wanaosema kwamba uongozi unawatenga. Tunatambua kwamba hawa ni wanachama. Sasa hawasemi wanatengwa wao wakiwa ni viongozi kutoka tawi gani au kata gani au wilaya gani au mkoa gani au kanda gani, kwa sababu viongozi wetu wanafanya kazi kwa mujibu wa katiba. Haiwezekani mwenyekiti taifa au makamu mwenyekiti taifa au katibu mkuu akaenda kuwasiliana na mwanachama wa kawaida chini. Hizo sio protokoli za uongozi. Sio protokoli za uongozi. Kwa hiyo kuna viongozi wetu ambao wanasema eti wanajiondoa Chadema kwa sababu ya kutengwa. Hakuna kiongozi aliyetengwa, narudia tena. Hakuna kiongozi aliyetengwa na uongozi wetu huu. Ila wameanza kutafuta visababu vya namna ya kuigawa Chadema. Lakini na sisi tuwahakikishie, Chadema haigawanyiki. Chadema ni mapenzi ya Mungu uwepo wake hapa. Kama si mapenzi ya Mwenyezi Mungu, leo Chadema ingekuwa haipo. Tuwape habari ndugu zetu kama wamesahau. Mwenda zake alisema 2020 ifikapo Chadema iwe imekufa. Mwaka 2017 aliyahubiri hayo pale Singida. Mpaka leo Chadema iko imara. Kwa hiyo tuambie ndugu zetu na tuwape habari kwamba Chadema haiwezi kufa na kama haitakufa. Tuko imara kuliko jana. Kwa hiyo watafute sababu zingine. Na kwa sababu wao sio viongozi tena watawi wala wakata, hawawezi, hawana fursa hiyo ya kujadiliana na viongozi wetu wa taifa. Wana maoni, peleka kwenye levo yako ya tawi, ya kata, ya wilaya. Hao ndio wana uwezo wa kupokea maoni yako kwa hiyo kama mwanachama, na wao watafikisha kwenye ngazi husika. Na ushirikiano mkubwa mwingine ambao wametuonyesha viongozi wetu, mwezi uliopita tulikuwa na mkutano mkubwa hapa Temeke, ambao mkutano huo uliongozwa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Wegesa Heche. Alikuja kufanya mkutano. Alikuja ndani ya wilaya ya Temeke ambapo aliweza kupata fursa ya kuzindua ofisi ya kata ndani ya jimbo la Temeke, kata ya Keko. Alizindua ofisi ya chama, na baada ya hapo tulikwenda ofisi ya wilaya ambao ni makao makuu ya wilaya Mwembe Yanga, akazindua Kizimba. Na baada ya hapo tulikuwa na mkutano mkubwa kabisa wa hadhara tarehe 19 pale viwanja vya masoko Tandika, ambao ulikwisha salama, na chama taifa kilichoonyesha ushirikiano katika mkutano ule ilituchangia shilingi 300,000 kutoka taifa kwa ajili ya ule mkutano. Kwa hiyo ni ushirikiano upi wenzetu wanaohitaji sisi tupewe? Si kwamba John Wegesa Heche ajui kwamba mimi nilikuwa na muunga mkono Freeman Mbowe. Anajua. Na Heche mimi ni rafiki yangu siku nyingi, kwa sababu tunafahamiana chama hiki zaidi ya miaka 15. Anajua fika. Lakini anajua kwamba sasa tunaijenga mama Chadema. Hatumjengi mtu. Tunasimama kwa ajili ya Watanzania. Tunasimama kwa ajili ya watu wetu wanaokumbwa na madhira ya Chama cha Mapinduzi. Adui yetu ni Chama cha Mapinduzi ambacho kimewafanya Watanzania kuwa maskini. Kwa hiyo sisi kama uongozi wa Temeke tuko bega kwa bega na viongozi wa taifa ambao wametuonyesha ushirikiano kwa kiasi kikubwa, kwa kiwango kikubwa. Hawajawahi kututenga.